السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. يا رب لا تدع فينا خائفا إلا أمنته. Mola, usimbakishe kati yetu yoyote ambaye yumo katika hofu ya jambo lolote lile, isipokuwa mwenye hofu huyo umempa amani. Ikiwa anaogopa njaa, ikiwa anaogopa riziki, ikiwa na wasiwasi sheitani anamchezea, usimbakishe yoyote miongoni mwetu mwenye hofu ila umempa amani. Wala mudayyanan illa qadaita dainahu, wala usimwache vile vile mwenye madeni isipokuwa umemlipia Mwenyezi Mungu deni lake. Wala ghaiban illa ila ahlihi, wala usimwache yule ambaye amepotea, watu wake wanahangaika naye, wanamtafuta, ikiwa kapotea duniani au kapotea gerezani kafungwa. Illa ila ahlihi, isipokuwa mja huyu kama ni mwema umrejeshe kwa watu wake, saliman rashidan radadtahu, akiwa ni salama tena akiwa ni mwenye kuongoza njia ya haki, wewe umemrejesha kwa watu wake. Allahumma ansur islama wa a'izz almuslimin, Mwenyezi Mungu unusuru Uislamu na vile vile uwape nguvu Waislamu wenye kuamini washinde kila pahala. Allahumma farij kurubana, Mwenyezi Mungu zipe faraja dhiki zetu. Wayassir lana amra ta'atika, na utufanyie wepesi jambo la kukutii wewe. Usilifanye likawa gumu zito, haliwezekani. Lifanye kuwa jepesi laini jambo la kukutii wewe. Allahumma ijma'na marhuman, Mwenyezi Mungu tukusanye sisi pamoja wetu kwa moja wetu hali ya kuwa ni wenye kurehemewa. Watafarruqana, na ujalie mtengano wetu tukiachana hapa, kutengana kwetu mimbaadihi, baada ya mkusanyiko huu, maasuman, uwe ni wenye kuhifadhiwa na kulindwa katika kila aina ya balaa. Wala taj'al fina wala minna, na wala usimjalie miongoni mwetu wala katika sisi, wala bainana, wala baina yetu, shaqiyan, usimwache kuwa ni muovu shaqi, wala mahruman, wala aliyezuiliwa akakoseshwa khairi zako Mwenyezi Mungu. Allahumma, Mwenyezi Mungu, utrudi shaitana min buyutina wa min qulubina, mfukuze shetani katika majumba yetu Waislamu, na vile vile muondoe katika nyoyo zetu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah, nazala al-aminu Jibrilu ala al-amini Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, aliteremka muaminiwa Jibril kumteremkia muaminiwa Muhammadi, dhata lailatin, kamteremkia usiku mmoja. Alipofika kwa Muhammad Jibril, fawajadahu yabki, akamkuta mjomba Mwenyezi Mungu analia. Faqala al-aminu Jibril, ikabidi muaminiwa Jibril amuulize mtume wa Mungu, ya Rasulullah, mjomba Mwenyezi Mungu, ma yubikika, hebu jambo gani linakuuliza ewe kipenzi cha Mwenyezi Mungu? Faqala al-habibu al-mustafa, akajibu kipenzi cha Mwenyezi Mungu mteuliwa, akamwambia, kinachoniliza qara'atu qawlahu ta'ala, nimesoma neno lake Mwenyezi Mungu mtukufu, ala lisani Ibrahim, neno ambalo limepita juu ya ulimi wa mtume wake Nabii Ibrahim. Nabii Ibrahim wakati anasikitika na jambo baya sana la masanamu la kushirikisha Mwenyezi Mungu na madule hayo,
alikuwa akisema, Rabbi ijnubni wa baniya an na'budu al-asnama, Mwenyezi Mungu Mola wangu, niepushe mimi na wanangu kuabudia masanamu, tutengene jambo hili. Rabbi, Mwenyezi Mungu, innahunna, hakika madude haya masanamu, adlalna kathiran minan nasi, yalimepoteza wengi katika watu. Sasa basi, faman tabi'ani, yoyote mwenye kunifuata mimi, fa innahu minni, namchanganya mtu huyo kwamba ni katika wafuasi wangu, yeye ni katika mimi. Lakini waman asani, na yoyote alioniasi mimi, fa innaka ghafurur rahim, hakika wewe Mwenyezi Mungu ni mwingi wa msamaha, tena vile vile mwingi wa kurehemu, kama ilivyokuja aya hii katika sura Ibrahim kwenye aya takriban nambari 36. Akasema tena bwana mtume, kinlizacho vile vile, wa qara'atu ala lisani Isa, vile vile nimesoma maneno yaliyopita juu ya ulimi wa Nabii Isa, ambapo Nabii Isa siku ya kiyama atamjibu Mwenyezi Mungu wakati atapoulizwa ya kwamba, wewe anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah, wewe ndo uloambia watu Isa ya kwamba nifanyeni mimi na mama yangu kuwa ni waabudi wao wawili badala ya Mwenyezi Mungu. Nabii Isa katika kujipapatua kwake, ndani yake mna maneno anasema, in tu'adhibhum fa innahum ibaduka, Mwenyezi Mungu kama utawaadhibu hawa ni waja wako mwenyewe, huulizwi utolifanya, wao ni viumbe vyako Mwenyezi Mungu. Wa in taghfir lahum, na kama utawasame, fa innaka antal azizu alhakim, wewe ni mwenye nguvu vile vile ni mwenye hikma, hufanya jambo lako ovyo ovyo, isipokuwa ukifanya unafanya kwa hikma kubwa mno, kama ilivyokuja aya hii katika sura al-Maida aya nambari 118. Nabii Muhammad kilichomliza sasa, kasoma na kaona kwenye Qur'ani maneno yaliyopita kwenye ulimi, kwenye ndimi za manabii wawili hawa. Ina maana kwa maneno hayo mitume hawa walikuwa wanawaombea umati wao. Nabii Muhammad akasema, famadha an ummati ya rabbi, sasa kitu gani kitafanyika kwa umati wangu mimi, Mwenyezi Mungu? Hili jambo laniliza mimi, umati wangu, niseme nini mimi? Nabii Ibrahim anasema hivi ya kwamba anasema Nabii Ibrahim, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka anta al-ghafur rahim. Na Nabii Isa anasema, in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka anta al-ghafur al-aziz al-hakim. Famadha an ummati ya rabbi, patafanyika jambo gani au niseme nini mimi kuhusu umati wangu? Jibril anataka ajue kimlizacho mjumbe wa Mungu. Bwana mtume anasema, mimi nalia hili, halili mwanawe, halili nafsi yake, analilia umati wake. Mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwa umati wake, yeye hapo ndipo alipoumia zaidi. Baada ya kusikia hayo, malaika Jibril wasaida al-aminu Jibrilu ila al-maqamati al-ulya, pale pale akapanda muamini wa Jibril katika nafasi zenye utukufu mbinguni. Baada ya kupanda, baada ya muda, wahabata ala alhabibi almustafa, akateremka juu ya kipenzi cha Mwenyezi Mungu mteuliwa. Waqala lahu, na akasema kumwambia yeye, assalamu yuqri'uka salama, Mwenyezi Mungu mwenye jina la amani, mwenye amani anakusomea amani. Wa yaqulu laka, na anakwambia wewe, la tabki, usilie Muhammad, sanuradhika fi ummatika, tutakuridhisha kwa umati wako. Wala saufa
yu'tika rabbuka fatarda, na atakupa Mola wako kuhusu umati wako mpaka utaridhia. Ayuha al-ikhwatu al-a'izza, enyi ndugu watukufu, hadha ata'un, hichi ni kipawa maalum, la yaliku illa billahi, hakifai kipawa hichi kuwa nacho ila Mwenyezi Mungu mwenyewe peke yake, kumpa mtume wake jambo hilo kwa umati wake. Wa su'alun, na suala ambalo ameomba mjumbe wa Mungu kuhusu umati wake, famadha an ummati, ni suala ambalo la yaliku, halifai kutokana illa birasulillah, isipokuwa swala hili limetokana na mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Anauliza madha an ummati, innal malaikata indama tatawajjahu ila qabri rasuli yawm alqiyama, hakika ya malaika wakati watapoelekea kwenye kaburi la mtume wa Mungu siku ya kiyama, ambaye yeye ni wa mwanzo kabisa ambapo ardhi itampasukia yeye kutoka kaburini kwake, yakuluna lahu, malaika watasema kumwambia mtume, ya Rasulullah, e mjumbe wa Mwenyezi Mungu, qum fa innal yawma yawmul hisab, nyanyuka, hakika leo ni siku ya hisabu leo. Basi mtume wa Mungu akiambiwa maneno hayo, atadruna ma awwalu kalimatin, je, mnaelewa ni maneno gani au neno gani ambalo yakuluhu alhabibu, atasema kipenzi cha Mwenyezi Mungu, kabla an yufarika kabrahu, kabla ya kutengana na kaburi lake kwenda katika siku ya kufufuliwa viumbe, na anatoka katika maeneo baina Abi Bakrin wa Umar, katikati baina ya masahaba wawili, anatoka katikati, yuko katikati baina Bakar na Umar. Yakulu, akinyanyuka mtume anasema lilmalaikati, kuambia malaika, kaifa halu ummati, kaifa halu ummati. La mwanzo ambalo mtume atalosema akitoka tu kaburini, imekuwa hali gani ya umati wangu, anataka kujua umati wake, yani umati wake waliomfuata yeye katika alokuja nayo. Haulizii habari ya mwanawe Fatima, au haulizii habari ya mjukuu wake Hasan na Hussein, anaulizia umati wake kijumla, kwani mtume wa Mungu watu wake ni wale ambao waliomfuata yeye, ndio watu wake hasa, na wale ambao kahusiana nao kidamu tu, kama hawakumfuata katika alikuja nayo, imekuwa si watu wake. Izama Mwenyezi Mungu anamjibu Nabii Nuh kuhusiana na mwanawe kuangamia, baada ya kumwombea, inna ibni min ahli, hakika mwanangu ni katika watu wangu ambao ni damu yangu, wa inna wa'daka alhaqu, na wewe Mwenyezi Mungu ahadi yako ni ya kweli, wa anta arhamur rahimina, na wewe ni mbora katika wenye kurehemu. Jawabu ya Mwenyezi Mungu, innahu laysa min ahlika, anamkatalia mwanawe, anamwambia si katika watu wako. Kwa nini? Kwa sababu innahu amalun ghairu salih, yeye ni kitendo ambacho chema, au kira nyingine innahu amila ghairu salih, yeye amefanya kitendo ambacho si chema. Hapa ndipo anapotengana mtume wa Mungu na watu wake hapa, na atakuwa mtume ana watu wake wale ambao walimfuata yeye wakamuamini na wakenda kwa mujibu yale ambayo anataka Mwenyezi Mungu kamtuma mtume wake kuambia viumbe. Hao ndio watu wake mtume. Mtume akitoka burini, jambo la kila mwanzo, la yasalu an Fatima, hataulizia habari ya Fatima, na kamwambia mapema Fatima, ya Fatima tu'mali, Fatima mwanangu fanya amali yako, fa innani, kwa sababu mimi, la amliku laki min Allahi shay'a, sitaweza kumiliki jambo kuhusu wewe kwa Mwenyezi Mungu chochote kile. Fanya jambo lako, usije ukategemea kwamba babangu yupo, babangu mtume, mimi sina wasiwasi, nafanya nitakavyo na babangu yupo, mimi sitoweza kukumilikishia jambo kwa Mwenyezi Mungu.
Aliposema hivi mtume kuambia malaika ni kwamba hapa unapata ithbat. Jibril siku alomwambia kwamba sadaqa man sammaka raufar rahim, amesema kweli aliyekuita wewe jina la sifa mbili. Ar-rauf, wewe ni mpole, na vile vile ar-rahim, ni mwenye huruma sana kwa watu. Sadaqa man sammaka raufar rahim, amesema kweli aliyekuita kwa sifa mbili hizi, wewe rauf, rauf kweli, na vile vile rahim, rahim kweli kabisa. Ya sahib alqalb walkhuluq, ewe mwenye moyo wa aina yake na tabia za aina yake. Ya man rabbaka maulaka wa adabaka, ewe ambaye amekulea vyema Mola wako na vile vile akakufunza adabu. Mpaka mtume anasema adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, amenifunza adabu Mola wangu mimi, kwa hivyo zikawa nzuri sana adabu zangu. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو النور, mtume wa Mwenyezi Mungu, yeye ni nuru. Alladhi, nuru ambaye arsalahu nuru, amemtuma vile vile ana sifa ya kwamba ni nuru. Na kamtuma si hivi hivi tu, kamtuma bin nuri, pamoja na nuru maalum. Angalia mambo yanakwenda. Nabii Muhammad ana sifa ya kwamba ni nuru, huwa nuru. Iko sifa hii, qad jaakum min Allahi nurun, Mwenyezi Mungu anasema amekujieni kutoka kwa Mwenyezi Mungu yule ambaye ni nuru. Wa kitabun mubin, tena amekuja na kitabu ambacho kinabainisha waziwazi mambo yake. An-nabii nurun, kama ilivyoonekana aya hii katika sura Maida aya nambari 10. Qad jaakum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Hapa nuru ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Arsalahu nuru, na aliyemtuma naye vile vile ana jina na sifa kama nuru. Wapi kwa habari hii? Allahu nuru samawati wal ardh, Mwenyezi Mungu ni nuru ya mbinguni na ardhini. Mambo yake alionayo, sifa alionayo, elimu ya ujuzi alionao, basi yeye ni nuru. Nuru yake ni nuru ambayo imezagaa mbinguni na ardhini. Aya hii inapatikana katika surati An-Nur aya nambari 35. Na aliyemtuma amemtuma kwa nuru maalum kwenda kuwaonesha watu, kuwamulikia watu ambao wako gizani. Wajaa bin nuri, na mtuma Mungu amekuja kwa nuru. Vipi imekuwa habari hii? Mwenyezi Mungu anasema fa aminu billahi wa rasulihi, basi muaminini Mwenyezi Mungu na mjumbe wake. Wan nuri alladhi anzalna, na iaminini nuru ambayo tumeteremsha. Hapa nuru ni Qur'ani ambayo mtume kapewa, ye mwenyewe ni nuru, aliyemtuma nuru, na kapewa kitu ambacho ni nuru, enda kawamulikie watu, kama ilivyokuja aya hiyo vile vile katika sura Taghabun aya nambari 8. Fawa ajaba, ajabu lioje, li ummatin, kwa umma ambao rabbuha nurun, mola wake mlezi wake ni nuru, umma huo. Wa nabiyuha nurun, na mtume wake ana sifa kwamba ni nuru. Wa kitabuha nurun, na kitabu chake umma huu vile vile nurun. Ajabu iliyopo, thumma hiya taishu fi dhulumati, umma wenyewe umekubali na umetulia tuli, unaishi katika viza, kila aina ya viza. Rushwa umma huo unayo, dhulma umma huo unayo, ushirikina umma huo unao, uzinzi umma huo unao. Alimradi umma huu ajabu iliyopo, rabbuha nurun, mola wake umma huu ni nuru. Wa nabiyuha nurun, na mtume wake umma huu ni nuru. Wa kitabuha nurun, na kitabu chake umma huu ni nuru. Thumma
hiya taishu fi dhulumati, ajabu ya maajabu, umma umekubali kuishi katika viza. Kama umma uliamua kukataa kiza, ni kwamba umma wenyewe mtume wake nuru, aliyemtuma nuru na kitabu ambacho kapewa mtume nuru. Ajabu ni kwamba haiwezekani kabisa umma huu ubaki kizani. Naam, hadithuna al-yawma, mazungumzo yetu ya jioni ya leo ndugu waislamu, ani sayyidati Maryam, yatakuwa yamefungamana kuhusiana na bibi mtukufu, bibi Maryam ibnat Imran, wabniha Isa, kuhusiana pamoja na mwanawe Isa bin Maryam vile vile. Hapa ndipo ambapo tutapitisha jioni yetu kwa mazungumzo hapa. Tutafuta maarifatullah, kumjua zaidi Mwenyezi Mungu kuliko ambavyo tunamjua kidogo kidogo, na vile vile tutafuta kuitambua Qur'ani kuwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu yasiyowezekana kusemwa na yoyote kati ya binadamu na majini na mwingine yote. Hakuna awezaye kusema hata neno moja, neno ambalo litalingana na maneno hayo. Ama as-sayyidatu Maryam, ama kuhusu bi Maryam, utukufu wake, ambapo jambo hilo limefanya ni wa kuzungumzwa habari yake na atasomwa habari yake ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu ila an taquma saa. Ama kuhusu mwanamke huyu, faqad qala fiha al-habibu al-mustafa, amesema kipenzi cha Mwenyezi Mungu mteuliwa wa kupewa ujumbe wa mwisho sallallahu alayhi wasallama, amesema kuhusu Maryam, anasema mtume, kamula minar rijali kathirun, walikamilika katika wanaume wengi mno, walam yakmul minan nisai, lakini hawakupatikana waliokamilika katika wanawake illa arba'un, isipokuwa wanne peke yao. Wanawake wanne peke yao waliokamilika. Wa kwanza Asiyatu, ni mama Asia, zauju Firauni, mke wa jabari Firauni. Mume siye, lakini mke ndiye. Ajabu ya maajabu, amini usiamini, anaweza akapatikana katika wakati wote ule mume akawasie, lakini mke akawa ndiye. Kama ambavyo vile vile anaweza akapatikana mume akawa ndiye, lakini mke akawasie. Yote hayo yapo, tena wamepambana nayo mpaka mitume wa Mungu. Zauju Firaun, Asia binti Muzaham, mke wa Firaun wa kwanza, huyo kakamilika. Huyo hana doa, huyo kwa hakika kukamilika kwake anaweza kufananishwa na wanaume wa Mungu. Mwanamke alikuwa aina yake kabisa. Wa pili, wa Maryam ibnata Imrana, ni huyu ambaye darasa yetu leo inamhusu yeye, ni bibi Maryam mtoto wa Imran. Ukoo wa Imran uliongokewa wote. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala alalamina, hawote hawa dhurriyatan ba'dhuha min ba'dhin wallahu samiun alim. Akiwemo katika watu hao Maryam ibnat Imrana, watoto wa Imrani waliongokewa wote, kwa sababu baba mtu alikuwa mcha Mungu, na madhali mtu atakuwa mcha Mungu yeye mwenyewe, Mwenyezi Mungu atamlindia mpaka wanawe vile vile. Na akitaka mtu apate salama ya wanawe, wasipate tabu, wasiadhirike, wasihangaike, wasiteseke duniani, ni kwamba Qur'ani imemwashiria kwa kumwambia, waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'af, na waogope watu ambao law taraku, laiti kama wataondoka duniani ghafla, wakaacha min khalfihim, nyuma yao, dhurriyatan dhi'afan, vizazi vilivyokuwa dhaifu, havijui duniani kuna nini maskini.
na dunia ndo dunia. Kuna ubakaji duniani, kuna watu watawapa watu madawa ya kulevya, na vizazi na vizazi havijui kitu, na kila siku zikina mbele ni kwamba haijulikani patakuwa na jambo gani duniani. Kama ataogopa hayo mtu, Mwenyezi Mungu anasema falyattaqullaha, kwanza yeye mwenyewe amche Mwenyezi Mungu, jambo la mwanzo. La pili, waliyaqulu qawlan sadida, na waseme wanaposema maneno mema, waamrishe mazuri, wakatae ubaya, waseme kila ambalo Mwenyezi Mungu anamridhisha, na wao vile vile basi watoto wao watahifadhiwa. Tunasoma katika sura Al-Kahfi ya kwamba Nabii Musa alayhi salam alipokuwa na mwalimu wake Al-Khidr anaongozana naye, ilibidi waingie kwenye kijiji ambacho watu wake hakuwa wema, walikuwa wabaya, wao ni wageni. Wakataka msaada angalau wa maji ya kunywa na chakula, wakirimiwa ugeni kwa watu wale. Watu wa mji ule wakawakatalia, faabau an yudhayifuhuma, wakakataa kuwakirimu ugeni. Lakini matokeo yake wao wamekataa. Fawajada fiha jidaran, Musa na Al-Khidri wakakuta ukuta katika mji ule, yuridu an yanqadha, wataka kuanguka ukuta ule, ushainama. Al-Khidri faaqamahu, akausimamisha, akaujenga. Nabii Musa tabia zake zilikuwa ni mtu ambaye hana stahamala ya kuendelea, mambo yake, hamaki zake ziko karibu na yeye. Akamwambia mwalimu wake, japokuwa ana ahadi na yeye ya kwamba hatomuingilia tena kati, akamuuliza jambo katika mambo yake ambayo atayafanya. Hapa kwa utume anajua ilmu ya dhahiri tu peke yake, batin hajui Musa. Ikabidi amwambie mwalimu wake ya kwamba lau shiita, kama ungependa mwalimu wangu, watu wa mji huu namna walivyo, isingekuwa kuwasimamishia ukuta wao. Musa hajui Al-Khidri kaujenga kwa nia gani. Anamwambia lau shiita, kama ungependa, lattakhadhta, ungechukua mwalimu wangu, alaihi, juu ya kazi hii, ajran, malipo, si bure hivi. Watu hawa wamekataa kutukirimu ugeni, alafu baadaye unafanya kitu kama hichi. Lau shiita lattakhadhta alaihi ajra. Lakini baadaye Al-Khidri ilibidi amjulishe Nabii Musa kwa nini akaujenga kuta ule. Akamwambia, wa amma aljidaru, ama ukuta ulono na ujenga, fakana, ukuta ule ulikuwa lighulamaini yatimaini, ni kwa ajili ya vijana wa kiume wawili mayatima. Mayatima wale kulikuwa na hazina yao, mzazi wao akahifadhia. Wakana tahtahu kanzun lahuma, chini ya ukuta kulikuwa na hazina yao, na asili Mwenyezi Mungu akahifadhi hazina ile, akanifanyia mimi nitoke huko ninakotoka nije pale kuujenga. Ni kwamba wakana abuhuma saliha, alikuwa mzee wao ni mtu mwema. Ukitaka kuiweka salama ya watoto wako nyumbani ukiondoka duniani, usikimbilie kuwafungulia akaunti benki, haitowasaidia kitu. Akaunti madhali malezi yalikuwa nje na Uislamu, watatumbua na vijana washenzi, wahuni wabaya, hatimaye hawapati kitu. Lakini cha kuwaachia akiba ni kwamba mzazi wao alikuwa ni mwema. Hapa ndipo ambapo Mwenyezi Mungu anasema katika aya namba 9 kwenye sura Nisaa, waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim, bila shaka wataogopea duniani kuna mkubwa sana. Khafu alaihim falyattaqullaha, basi kwanza wamche Mwenyezi Mungu wao wenyewe. Halafu la pili, waliyaqulu qawlan sadida, na waseme kauli ambayo ni njema, Mwenyezi Mungu yuko radhi nayo. Basi kwa kauli hiyo na kufanya uchamgu huo, itawafanya kizazi chake kisalimike. Ukuta umejengwa ni kwa sababu watoto ya yatima,
kuna hazina yao pale. Na sababu ya Mwenyezi Mungu kuhifadhi na kumleta Al-Khidri akampa ilmu ya batin, sababu yake ni kwamba wa kana abuhuma saliha fa arada rabbuka, akakusudia Mola wako an yablugha ashuddahuma, wafikilie watoto wale balighe yao, utu uzima wao, kuwa na akili ya kuweza kutumia mali yao. Wa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma, na ili waje watoe hazina yao baadaye. Haya yote kwa hakika Musa nimeyafanya rahmatan min rabbika, hii ni rehma kutoka Mola wako. Wama fa'altuhu an amri, na mimi sikufanya hayo kwa amri yangu mwenyewe. Dhalika ta'wilu, hayo yote yalikuwa ni hakika. Ma lam tasta', mambo ambayo hukuweza Musa alaihi sabra, juu yake kuvumilia. Hiyo ndo ghaibu ambayo, ilmu ya batini ambayo Mwenyezi Mungu amenipa. Niliua kwa sababu maalum. Nilipotoa mbao katika jahazi nilifanya kwa amri ya Mwenyezi Mungu, kulikuwa na siri mbele yake. Baada ya wawili hawa, Asia binti Muzaham na Maryam ibn Imran, vile vile wa Khadijatu zaujun nabii sallallahu alayhi wasallam, katika wanawake waliotimia ni bibi Khadija binti Khuwailid, mke au mama wa Waislamu. Na wanne wa Fatima binti Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, bibi Fatima mwana aliyozaliwa na Muhammad ibn Abdullah, babake ni mtume, na yeye mwenyewe mtoto amekamilika katika wanawake wachache wanne. Wa qabla an nabda alhadith, na kabla hatujaendelea kuianza hadithi hii, mazungumzo yetu kuhusiana na kadhia, tunataka kumzungumza mama Maryam na mwanawe Isa, kwa sababu mamilioni ya walimwengu wamepotea kuhusu viumbe hivi. Wamepotea, kupotea kukubwa mno. Amini usiamini, katika masikio yako wako wanaoitakidi kwamba Isa ni mtoto wa Mungu, na mtoto wenyewe katika Biblia ambazo zimeandikwa tafsiri ya Kiingereza kutoka katika lugha ya Kiebrania, basi mtoto wenyewe Kiingereza imekuja lafzi a begotten son, yani mtoto aliyezaliwa. Mungu kadhaa makubwa mno hayo. Hapo ni padogo mno, bali wako wanaoitakidi kwamba Isa ni Mungu mwenyewe, sio mwanawe tu. Matusi makubwa mno. Mwenyezi Mungu anasema kwenye hadithi kurusi jalil, shatama ibn adam wama yanbaghi lahu an yashtumani, kantukana tusikuma mwanadamu wala hailekei kwa hii kunitukana mimi kiumbe changu. Wa amma shatmuhu iyaya, matusi yake kwangu mimi, qauluhu inna li walada, tamko lake aliposema mimi nina mwana mtoto wa nini mimi? Mwenyezi Mungu hatakuwa kizee kwamba labda pako pahala atamtaka mwanawe asimamie mali yake, asimamie mambo ambayo sasa hajiwezi. Hatofika Mwenyezi Mungu huko. Huwa al-awwalu wal-akhiru wal-dhahiru wal-batin. Na wala hatokumbwa na kadhia ya mauti kwamba awache mrithi wake duniani. Mtoto wa nini? Wote ni waja wake tu. In kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda, hakuna yoyote katika maeneo ya mbinguni na ardhini isipokuwa atamwendea mwingi wa rehma hali ya kuwa ni kiumbe mja tu. Hatokwenda mtu hali ya kuwa ni mjombawe, hatokwenda kama yeye ni mwanawe, hatokwenda kama ni ami yake wala wake yote yule. Atakwenda mbele ya Mola wake hali ya kuwa abdan, ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunazungumza kadhia hii, kwanza tupate maarifatullah, ujuzi wa kumtambua Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu bado
wama qadarullaha haqqa qadrihi, viumbe katika ardhi hii hawajamtukuza Mwenyezi Mungu haki ya kutukuzwa kwake. Wako wanomlinganisha na vitu ambavyo duni kabisa, duni sana, wanaviona na kuvikadiria kama vina uwezo kama Mwenyezi Mungu uwezo wake. Huwezi kuamini mingine kabisa kabisa. Aibu na ni fedheha na ni kashfa kwa watu ambao umma wenyewe Mola wake ni nuru, umma wenyewe ambapo mtume wake ni nuru, halafu umma wenyewe kitabu chao chokamata cha uongozi wao ni nuru, halafu umma huo unaweza ukapatikana umejaa katika viza. Kwa hivyo tunazungumzia kazi hii kupata maarifatullah na kupata kujua Qur'ani. Kumbe kweli ni neno ambalo haliwezi kani kabisa kutamkwa na kiumbe. Utaona kwenye kadhia hii. Basi kwa hivyo kabla hatujaianza kadhia yenyewe, natruhu hadhihi al-as'ilati ath-thalath, kwanza tutarembea masuala matatu muhimu mno, ndiyo takayokuwa kiongozi cha kutuongoza katika maudhui yenyewe. Masuala matatu. La kwanza katika hayo, limadha iqtaranat qissatu Zakaria, kwa nini ukisoma Qur'ani utakuta imefungwa pamoja kisa cha mtume wa Mungu Nabii Zakaria biqissati almasihi wa ummihi. Utaona kwenye Qur'ani kila ukimzungumza Zakaria basi pale pale kuna kisa cha mtakasifu Nabii Isa mwana wa Maryam na mama yake. Kwa nini ikawa hivyo? Elewa Qur'ani kitu gani. Mara nyingi kwenye Qur'ani kama utazungumza habari ya mtume Zakaria, basi ukiacha hapo habari inayokuja mbele yake ni habari ya Nabii Isa na ni habari ya mama yake Nabii Isa. Kwa nini ikawa hivyo? Haikutokezea hivyo basi nasibu. Hayo mambo kwa hakika ni katika mpangilio wa maneno yake Mwenyezi Mungu ambaye laisa kamithlihi shay, hana mfano wa kitu. Mwenyezi Mungu ambaye ilmu yake iko juu ya kila ilmu ya kila kiumbe. Akisema anasema kwa hikma kubwa mno. Swala la kwanza hilo katika masuala matatu. La pili ni kwamba walimadha lam yasrahi alquran, kwa nini haikuweka waziwazi Qur'ani bismi imra'atin, jina la mwanamke yoyote yule, illa Maryama wahdaha, isipokuwa Qur'ani nzima hutokuta mwanamke kutajwa kwa jina lake kwenye Qur'ani isipokuwa mmoja tu, Maryam inamtaja kwa jina lake. Kwa nini kwa hivyo? Hilo halitokeza bure bure. Kuna jambo kubwa sana lataka watu wainamishe vichwa vyao walijue. Kwa nini kwa hivi? Hakuna mwanamke yoyote ambaye atatajwa kwenye Qur'ani kwa jina lake isipokuwa mmoja tu, mama yake Nabii Isa, Bibi Maryam ibnat Imran. Hilo swala la pili. La tatu, walimadha nara al-ajab, kwa nini tunaona ajabu ya maajabu fi ru'usil ay, katika vichwa vya aya za Qur'ani. Fi surat Maryam, tukipita katika sura Maryam tunaona maajabu makubwa mno katika vichwa vinavyomalizia aya za Qur'ani. Itizame sura imeanzaje, utaona inakuja kwanza na mada ya iwadhu kwa kumalizia tanwin fathataini. Dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiya. Inakuja kwenda aya katika mada hii iwadhu inamazikia fathataini, nasba ya fatha tanwin, lakini baadaye inakuja kubadilika taratibu, hiyo inakuja vingine kabisa. Haitokezei hivyo katika maneno ya Mwenyezi Mungu isipokuwa kuna hikima maalum. Unavutwa akili yako sasa, angalia ulipotoka katika mada hiyo unakuja katika maneno mengine, unakuja sasa katika mada adhi sukuni. Haikutokezea bure bure, na ndiyo maana Mwenyezi Mungu akasema kwa hakika la inijtama'atil insu wal jinn, wallahi
kama watakusanyika majini na binadamu ala an yatu mithli hadha alquran, juu ya kwamba walete mfano wa kisomo hichi, la yatuna bimithli, hawataweza kuleta mfano wake, walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira, hata kama baadhi yao kwa baadhi ya wengine wasaidiane na watumie wakitumiacho, kama kuna kompyuta, kama kuna utendao wa dunia iliyo wazi, kama kuna kitu kadhaa kadha teknolojia, kama kuna sayansi, waitumie mpaka walete maneno kama hawataweza kabisa. Hiyo ni challenge kubwa sana, na dunia yatamani kwamba Qur'ani itoke maanani. Watu wanatamani siku moja waweze, si hapa tumeweza, si hapa. Uongo mtupu, kudanganya mtu. Basi ni kwamba hilo watu wametafuta na wamo kulitafuta, lakini haliwezekani kabisa. Bali hivi sasa watu wanakusanyana kuifanyia kuipinga, yani kwamba aya zake maneno yake ni kwamba yanatanakudhu, yanagongana. Wako wameona kwamba ni maneno ya Qur'ani ambayo imekuja marejeo yalikuwa hayana maana yote. Sura hii iko na maneno haya na sura nyingine maneno haya, upuzi mtupu. Kumbe bwana Mwenyezi Mungu anapoleta aina fulani ya maneno ambayo imelingana na sura nyingine, lazima utagundua iko tofauti kidogo, japokuwa harfu ya fa na waw, japokuwa fatha na kisra, lakini lazima utaona iko tofauti kidogo. Na hayo hayatokeza hivi hivi, isipokuwa li gharadhi ma, ni kwa lengo maalum. Kwa hivyo kwa nini utaona jambo la maajabu kubadilika kwenye vichwa vya aya za Qur'ani ndani ya sura Maryam? Hayo kwa hakika ni kukuonyesha kwamba tanzilun min hakimin hamid, maneno hayo ni uteremsho wa yule ambaye mwenye hikma kubwa mno, tena ahimidiwaye na viumbe vyote. Maneno yake la yaatihi albatil, inakuonyesha Qur'ani ya kwamba haileti makosa min baini yadai wala min khalfi, si mbele yake habari ya mbele yake wala habari ya nyuma yake. Yote hayo inakuonyesha kwamba tanzilun huwa mteremsho min hakimin hamid. Kwa hivyo walijabatu, jawabu ya masuala haya matatu, taktadhi, itategemea hukumu yake at-tanaqul, tuhamie kidogo, mara twende sura hii na wakati mwingine sura hii. Hapo ndipo tutapata jawabu rasmi baina thalathi suwarin, na tutakwenda taranda baina sura tatu fi kitabillahi, ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu. Amma suratu Ali Imran, ama mwanzo tunaanza kupata jawabu katika sura Ali Imran. Kwa nini ukimaliza habari ya mtume Zakaria mbele yake kije kisa cha Nabii Isa na mama yake? Kwa nini? Hayo hayakutokeza hivi hivi, isipokuwa ni kwa hikma kubwa sana ya kiungu. Mwenyezi Mungu anasema alipowatuma maswala hii Waislamu ya kwamba wadaini watu walete maneno mfano Qur'ani hii, wadaini. Kisha akasema fa in lam yastajibu lakum, na kama hawawezi kujibu mjabu hii, fa'alamu, nataka nyinyi mtambue Waislamu, annama unzila biilmi Allah, ya kwamba maneno hayo basi yameteremshwa kwa ilmu ya kiungu, wa an la ilaha illa hu, na kwamba hakuna aabudiwaye asipokuwa yeye. Sasa basi, kwa nini Nabii Zakaria huwa anafatana pamoja na Nabii Isa kwenye Qur'ani? Amma surat Ali Imran, fayaqulu maulana li Zakaria, anasema Mola wetu kumwambia Zakaria, anamwambia alipodai kwamba dalili gani mimi nitakuwa nayo inijulisha kwamba mimi tayari ninapata mtoto. Mwenyezi Mungu akamjibu, ayatuka, dalili yako Zakaria, alla tukallima nasa, ni kwamba hutoweza kusema na watu, thalathatu ayamin, kwa muda siku 3, illa ramza, isipokuwa utaweza kuashiria tu. Maneno yote ya kidunia yatafungwa kwako, labda utabakishwa dhikri ya Mwenyezi Mungu. Ama ukitaka kumtaja Mungu tayari ulimi unakwenda, lakini kama unasema ya kidunia na mtu huwezi kuona hayo, basi huyo tayari mtoto kishaingia tumboni, pamoja na kwamba mkeo ni tasa,
pamoja na kwamba mkeo mtu mzima sana, pamoja na kwamba wewe mwenyewe mifupa yako yote imekwisha kazi yake, huna sababu ya kupata mtoto. Ukiona hayo tayari Mwenyezi Mungu anazungumza habari hii kumjibu Nabii Zakaria kwa kumwambia, ayatuka alla tukallima an-nasa thalathata ayamin illa ramza, dalili yako ni kwamba hutoweza kusema na watu kwa muda wa siku 3 isipokuwa kwa ishara tu basi. Wadhkur rabbaka kathiran, na uendelea kumtaja Mola wako kwa wingi, ama kumtaja Mungu utakuwa unaweza. Muujiza kwa hapo, wasabbih, na umtakase Mwenyezi Mungu bila ashi wal ibkari, kwa nyakati zote, asubuhi na jioni. Sura Al-Imran aya nambari 41 imekuja maneno hayo. Wa baadaha, na baada yake maneno hayo, fungua masafu angalie. Maajabu ni kwamba yakulu, utamkuta Mwenyezi Mungu anasema, wa idh qalatil malaikatu, na ikumbukwe waliposema malaika, ya Maryamu, ewe Maryam, inna Allaha astafaki, hakika Mwenyezi Mungu Allah amekuchagua wewe, wa tahharaki, na amekusafisha na kila aina ya uchafu, wastafaki, na amekuchagua ala nisa'il alamina, kuwa ni bora kuliko wanawake wa dunia nzima. Sura Ali Imran aya nambari 42 ndio iliyofuatia hii. Sasa baada ile ya Zakaria, lazima utaona ya kwamba mfatano wake ni habari ya Nabii Isa na mama yake. Kila ukienda kwenye Qur'ani hali iko hiyo. Wa fi surati Maryam, tumesema tutakuwa tunahama mara hapa sura nyingine ya sura Maryam. Yakulu Taala, anasema Mungu mtukufu, fi haqi Yahya, katika haki ya Nabii Yahya, ambaye Yahya ni mtoto wa Zakaria. Anasema kuhusu haki ya Yahya, wa salamun alayhi, na itakuwa ni salama tupu juu yake mtoto huyo, yauma wulida, tangu siku alipozaliwa, wa yauma yamutu, na salama hata siku atakayokufa, wa yauma yub'athu hayya, na hata siku atakayofufuliwa kuwa ni hai. Amani, salama tupu mtoto huyo. Mara baada ya Yahya ambaye mtoto Zakaria huyu, hapo ikapatia wadhkur fil kitabi Maryam. Sasa ukiacha habari hii, kumbuka kwenye Qur'ani habari ya mwanamke mmoja aitwaye Maryam, na Maryam hapa anatajwa kwa jina lake, na Qur'ani nzima hutokuta mwanamke kutajwa hata akiwa nani. Aya nambari 15 na 16 ndio utakuta sura Maryam hiyo. Wa fi sura Anbiya, na sura nyingine ambayo tunahamia ni sura Anbiya hii. Mwenyezi Mungu anasema, wa Zakaria, na kuhusiana Nabii Zakaria, idhnada rabbahu, kumbuka pale alipomwita Mola wake, akamuomba akamwambia, Rabbi, Mola wangu, la tadharni fardan, usiniwache peke yangu mimi. Na kataka urithi wa kazi ya mitume, hakutaka urithi wa mali yake. Mitume hawarithi mali, mitume wanarithiwa waliokuja nayo. Akataka Zakaria akaondoka duniani awe na mtu ambaye anasema na watu kuondoa dhulma. La tadharni fardan, usiniache peke yangu Mwenyezi Mungu, wa anta khairul warithina, na wewe ni mbora katika ambao wenye kurithi. Mwenyezi Mungu anasema, fastajabna lahu, basi tukamuitikia Zakaria kumjibu dua yake hii, wahabna lahu Yahya, tukampa mtoto ambaye tukamwambia mwite Yahya, waslahna lahu zawjahu, tukamtengenezea mkewe akawa tayari anaweza kupata damu ya hedhi upya kama mtoto mdogo. Na hii ilikuwa mikatika kabisa kwa umri wake, hana tena, yaani sababu ya kupata mtoto hana tena. Aslahna lahu zawjahu, tukamtengenezea mkewe Nabii Zakaria kwa kumfanya aweze kupokea mimba. Sababu ya kuwajibu maneno hao, sababu ya kumjibu Nabii Zakaria dua yake na kumtengenezea mkewe na kumpa kitu ambacho hakiingia kilini kwamba mtu mzima umri wake atakipata,
Sababu ni kwamba innahum kanu, hakika hawa walikuwa, yusari'una fil khairati, wanakimbilia katika mazuri. Wakilikuta jambo la kheri hawendi kwa kunyong'onyea, wanakwenda kwa pupa kubwa mno. Kanu yusari'una fil khairati, walikuwa wanakimbilia katika mema. Wayaduunana, na walikuwa wakituomba sisi. Raghaban, kwa mapenzi makubwa mno. Warahaban, na kuogopa vile vile. Mambo mawili haya walikuwa hawaondoi. Khaufan wa tama'an, walikuwa wakituomba wanaomba kwa hofu, huko kwa tamaa. Hawaweki tamaa moja kwa moja. Kosa kubwa hilo. Hofu iwepo, unamwabudu Mola wako, hofu iwepo, tamaa iwepo. Na usiweke hofu tupu ikawa tamaa huna, kosa jingine vile vile. La taqnatu min rahmatillah, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Wayad'unana raghaban wa rahaba, wa kanu lana khashi'ina, na walikuwa kwetu sisi ni wenye kutunyenyekea sana. Sura Al-Anbiya aya namba 90 utakutana nayo maneno hayo. Wa ba'da dhalika, kama tulivyosema, ukikuta habari ya Nabii Zakaria mbele yake inafuatia habari ya Nabii Isa na mama yake. Wa ba'da dhalika yaqulu maulana, baada habari hiyo ya Zakaria anasema Mola wetu, wallati ahsanat farjaha, na yule ambaye, mwanamke ambaye amehifadhi tupu yake, amelinda heshima yake. Ahsanat farjaha fanafakhna fiha, sisi tukapuliza ndani yake mwanamke huyo. Min ruhina, katika namna ya pumzi zetu, namna ya amri zetu, namna ya upepo wetu. Waja'alnaha, tukamfanya mwanamke huyo, wabinaha, na mwanawe, ayatan, kuwa ni muujiza mkubwa, lilalamina, kwa ajili ya walimwengu. Kisha Mungu asema, inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, hakika umma huu ni umma wenu mmoja, nyote binadamu nyinyi. Msije mkaona ajabu kuna mwingine ana baba peke yake hana mama. Msije mkaona ajabu kuna mwingine ana mama tu hana baba. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun, na mimi tu peke yangu ndiyo Mola wenu, mlezi wenu, muniabudu. Umma wenu ni umma mmoja, nyote ni binadamu. Kullukum min adama wa adama min turabin, nyote ni binadamu na binadamu ni kutokana asili ya udongo. Inna mathala Isa inda Allahi, hata huyo ambaye viumbe yapotea na kumwabudia, kumgeuza kwamba si binadamu na kumfanya mtoto wa Mungu kwa kule kuzaliwa kwake, na kumfanya labda ni Mungu mwenyewe. Inna mathala Isa, hakika mfano wa Nabii Isa inda Allahi, mbele ya Mwenyezi Mungu, kama thali Adama, ni sawa sawa na Adamu. Ukitaka kustaajabu, pastaajabie pakubwa zaidi kwa Adamu. Isa si jambo, mamake yupo. Adamu hapakuwa na mama wala baba, hapakuwa na kitu ambacho ni seli vimelea vyenye uhai, hapakuwa na kitu ambacho kina alama. Adamu ametoka katika jamadi, kitu ambacho hakina uhai kabisa. Basi Mwenyezi Mungu muujiza wake ilikuwa kama watu wanataka kupotea, wakupotee kwa Adamu, waambie labda mtoto wa Mungu, maana hakuna mama hakuna baba. Basi hapa labda ilikuwa kidogo inaweza kwamba binadamu kapotea hapa kwa muujiza wenyewe. Sura Al-Anbiya aya nambari 92, baada ile ya 91, basi mbele yake imekuja hii habari ya Maryam na mwanawe. Limadha iqtaratil qissatani, turejea katika swala letu ni kwamba kwa nini ikafungamana visa viwili. Kiltahuma, vyote viwili kwamba vinakwenda kwenye kila sura. Ukimaliza Zakaria anaingia Maryam na mwanawe. Inna hadha tadarrujun, hakika huu ni mpangiliano, mpangilio ambao mantikiyun wa kilogic. Na hapa pametumika hukumu ya kiungu, hikma kubwa mno, ili binadamu hapa ukimaliza habari fulani akili yako isikachoka pale pale uone kwamba
imekuja habari nyingine. Usiokaona ya kwamba Qur'ani ndivyo ambavyo haifahamiki, ikikuelezea habari kadhaa kadhaa mara inaacha na kupa habari nyingine. Hapana, inafahamika, ni kwa lengo maalum. Haikuja ovyo ovyo habari, imekuja akili yako ifahamu barabara. Hadha tadarrujun mantiqiyun, huu ni mpangilio kilogic. Wa maa mantiki al-ahdathi, umekuja pamoja na logic ya matukio duniani. Qala Allah ta'ala, amesema Mungu mtukufu, kabla an yudkhilana, kabla ya kutuingiza sisi ma'al masihi, pamoja na mtakasifu Isa mwana wa Maryam, wa khalqihi, na kuumba kwake. Ni kwamba jawabu yake rasmi hapa, arada an yumahida lana aljawa, maarifa ya Qur'ani na maarifatullahi. Hapa Mwenyezi Mungu anataka kututangikia sisi hewa safi ya kuishi, hewa safi ya kulinda itikadi, hewa safi ya kumkubali Mwenyezi Mungu vile alivyotaka kubaliwe. Asije akapotea mtu kwa majambo fulani fulani akaanza kumfikiria Mwenyezi Mungu mambo ambayo ni kufuru kubwa. Haya, ukiwauliza wanaoitakidi kwamba Isa ni Mungu mwenyewe, hebu tupe logic yake, kuna mantiki gani hapa? Kwanza watakataa, wakwambie kwamba haya ni mambo ya kidini, hutaki kuuliza bali uamini tu. Kwanza jibu hivyo, lakini baadaye ukiwa banabana sana, wanaogopa kwamba watu wetu watapotea, ni kwamba kwa siri kubwa sana atakuita akwambie kwamba Isa ni Mungu mwenyewe, ya kwamba Mwenyezi Mungu alipoona mitume yake inakataliwa kufuatwa, mengine na uwawa na wengine hivi hivi, akaona sasa aje mwenyewe duniani kuzungumza na viumbe vyake. Kwa kuwa tuzungumza nao ni binadamu, aje vipi? Aje katika njia wanakuja binadamu. Subhanallah, subhana. Binadamu kajaje? Binadamu kapita min majra al-bawli marrataini, katika mapito njia ya mkojo mara mbili. Mara ya kwanza katika mgongo wa baba yake kapitia binadamu njia ya mkojo. Mara ya pili katika rahim ya mama yake ilibidi atumie njia hiyo ili kumleta kiumbe duniani. Je, Mwenyezi Mungu unaposema hivyo, ina maana Mwenyezi Mungu vile vile akamepitia katika njia hiyo ambayo kafanya viumbe vyake vite hapo? Ama hapa kufurati kwa hapa sasa, kufuri kwa hapa sasa. Takadu samawatu yatafattarna minhu au min fawqihinna, zinakurubia mbingu zigongane zichanike. Watanshaku al-ardu watakhiru al-jibalu, na vile vile ardhi pasuke na milima majabali yaporomoke. Kwa nini? Anda'u lirrahmani wala, kwa kule kumdaia Mungu ana mtoto, au kusema na kuitakidi kwamba Mungu mwenyewe ndio Isa mwenyewe. Qur'ani imekuja waziwazi kugombana nao watu hawa. Wala taqulu thalatha, msiseme Mwenyezi Mungu ana sehemu tatu za kiungu, wala msikate kabisa kabisa kama Isa ni Mungu mwenyewe. Qul faman yamliku min Allah shay'an, waambie jambo hili kwamba ikiwa kuna binadamu wana akili, nani atamiliki jambo kwa Mwenyezi Mungu? In arada, kama atataka Mwenyezi Mungu, an yuhlika al-masiha, kumwangamiza, kumuua huyo mtakatifu mwana Maryam, kama ni Mungu mwenyewe, kama Mwenyezi Mungu kweli sasa atataka kumuondoa duniani, an yuhlika al-masiha min Maryam wa ummuhu, na mama yake kama tamtia kabari ya muwe, wa man fil ardi jami'an, na walioko katika ardhi wote Mwenyezi Mungu atakaoondoa. Nani ambaye atamiliki jambo? Jawabu hii haijibiki. Hapa lazima aseme kwamba mnatuingilia katika dini, sasa mnatunyanyasa. Jibu kwanza, watasema watunyanyasa sasa ni matusi, mwisho wake watajaribu ya kwamba yoyote atakayezungumzia kadhia ya Isa kwa hakika ataingia mbaroni, watamkamata, watamuadhibu, wamfikishe vya kumfikishia. Lakini kujibika haijibiki.
haijibiki. Ina maana Waislamu pako pahala waache Qur'ani kuhusiana aya fulani wasome tena, na hilo ni jambo ambalo mustahil, haiwezekani kabisa. Imani ya Muislamu hapo inakwenda gari jojo kwa kuacha baadhi ya maneno ya Mwenyezi Mungu yao hayafanya kazi tena. Mwenyezi Mungu anasema afatu'minuna biba'd alkitabi wa takfuruna biba'd. Maana yake nini? Hivyo ndo mnaamini baadhi ya maneno kwenye kitabu na mnakataa mengine. Fama jazau man yafalu dhalika minkum, basi nini kilipo cha afanya hayo miongoni mwenu, kuamini baadhi ya maneno akasema na mengine anayogopa labda kuna mtu atamuadhibu na hivi na hivi. Nini kilipo kile kustahiki kwa yote afanya hivyo miongoni mwenu? Illa khizyun fil hayati dunya, hakuna kilipo kingine isipokuwa ni fedheha, ni idhlali, ni kashfa katika dunia. Kwanza ataanza kuona fedheha kubwa sana. Wa yawm alqiyamati, na siku ya kiyama, yuraduna ila ashad aladhab, warejeshwe kwenye adhabu ngumu zaidi. Wama Allahu bighafilin amma ta'maluna, na Mwenyezi Mungu si mwenye kughafilika kwa mnayoyafanya kwa hakika. Basi kwa hivyo hapa, kabla hataja mbele zaidi, anataka Mwenyezi Mungu atutandikie hewa safi, hata la nusabu bisadamati aqliya, ili tusigongane na ule mgongo wa akili, zibaki akili kuwa ni nzima salama. Zikiwa mbovu kwenye kazi hii ni kwamba watu watashirikisha huko wakitakidi wenyewe kwamba kwa dini, watashirikisha Mwenyezi Mungu huko ambapo wanaitakidi kwamba wako katika dini, na wameingia katika manyumba ya ibada, kumbe shirki tupu. Ili watu wasifikie hapo, Mwenyezi Mungu akataka watu kuwatandikia hewa, wapite pale safi sana. Qala laka, hapa kama kwamba Mwenyezi Mungu anakuambia wewe mja, ana khalaqtu Yahya min abawaini, mimi memuumba kiumbe aitwa Yahya kutokana na wazazi wawili, baba na mama. Wazazi hawa balagha min alkibari, walifikiria katika utu uzima, itia, ukongo uliokuwa hakuna dalili ya kwamba hapo inawezekana siku moja akachukua mimba. Mwenyezi Mungu akamuumba Yahya hapo. Fa ummu Yahya, kwani mama yake Yahya aqirun nitasa, wa abu Yahya, na babake Yahya mzee Zakaria, balagha min al-umri, amefikiria katika umri 88 aman, miaka 88. Hapo sidhani kama atakubali mtu kwamba kuna uzazi hapo 88. Haiwezi kazi. Yeye mwenyewe anasema wahana al-azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban, mifupa yangu wahana, ishakuwa dhalili, haisimami, hakuna mfupa hata mmoja unaofanya kazi. Akitaka kusimama lazima mpate mtu amwegemee, amchukue, mshike. Wahana al-azmu minni, isitoshe umri wangu, washta'ala ar-ra'su shayban, kimekushawaka kichwa mvi tupu, kama kwamba kimewaka, hamna nywele nyeusi hata moja. Lakini pamoja na hayo, kwa kumwelewa Mwenyezi Mungu ni nani, anasema walam akum biduaika rabbi shaqiya, wala mimi sijawahi kuwa hata mara moja katika kukuomba wewe sijapata kuwa ni shakia, ambaye ni muovu, siamini kudra yako, bado still na kuomba jambo ambalo haliingia akilini, na kuomba hivyo hivyo. Lakini umri wangu hakika hapo shakata kila kitu. Wa ma'a dhalika fa innal qudrata salihah, hakika pamoja na hayo uwezo wa Mwenyezi Mungu unaweza kutengenea pale pale. Ala an yakhluqa min aljamadi, uwezo huo unaweza kuumba kutoka kwenye kitu ambacho kina uhai. Hapo ndo magumu zaidi. Angalau vimelea vipo, maji ya manii yapo, yanaweza kusukuma mbegu uzazi, lakini Mwenyezi Mungu anaweza kuumba min aljamadi, kutoka kwenye pale ambapo kuna uhai. Ukuta, jabali, hapo pagumu zaidi. Ndio maana kaumu Saleh wakawa tumpe jambo ambalo haliingia kilini, haliwezekani. Yani kutoka kiumbe ambaye uhai, min aljamadi, kutoka pale ambapo kuna jamadi, kitu ambacho kina uhai. Yani min aljabali, kama wewe mtume kweli, lete kiumbe ambaye yuhai na tazaa kutoka hapa.
ukutani, kwenye jabali. Nabii Saleh kaomba kwa Mwenyezi Mungu, na hatimaye jiwe likatoka jabali, likatoka ngamia, na ngamia kadhaa. Hapo ndo Mwenyezi Mungu alipotofautiana hapo na kila chenye kuabudiwa, uwezo wake mkubwa mno. La min kainin hayyin, si kwamba ameleta kiumbe Mwenyezi Mungu kutokana na viumbe ambavyo viko hai. Idha kana dhalika kadhalika, itapokuwa jambo hilo ndo kama livyo hilo, basi fataala, hebu njoo sasa ila ma hu ashaddu gharabatan, kuliangalia jambo ambalo ni geni zaidi, wa adhamu ajaban, na ni kubwa mno la kustaajabisha kuliko hilo. Inna Allah taala, ni kwamba haka Mwenyezi Mungu mtukufu, khalaqa albashariyata, ameumba binadamu, ala arba'ati anwa'in, ameumba katika aina 4. Naw'un, iko namna, min abin wa ummin, inakuja kutokana na baba na mama. Aina hii haina mushkili. Wa huwa ana wa anta, ni mimi na wewe. Yoyote yule akiwa yeye, akiwa ni mnasara, akiwa myahudi, ni mimi na wewe. Sote sisi hatuna maajabu, ni kutokana na baba na mama. Naw'un min abin wa ummin, wa huwa ana wa anta. Wa naw'un, aina ya pili Mwenyezi Mungu aliomba binadamu, wa naw'un la abun lahu, ni aina ambayo haina baba wala ummun wala mama, wote hawapo hawa. Ukitaka kustaajaba sasa hapo sasa, wa huwa Adamu alayhi salam, aina hii ni Adamu yoke amani. Wa naw'un, aina ya tatu, min abin, ni baba peke yake, walaysa lahu ummun, hakuna mama, baba peke yake. Wa hiya, na vile vile hapo, kwa nini asiambaye mtoto wa Mungu huyo? Wa hiya Hawaun, huyo ni kiumbe Hawa, katoka kwa mwanamume mmoja peke yake. Aliyopo duniani ni mwanamume tu, mama hayupo. Mwenyezi Mungu hana haja sababu, huwa almusabbibu, yeye ndiye mwenye kutoa sababu. Kwa hivyo kiamua jambo ni amri yake tu. Innama amruhu idha arada shay'an, hakika jambo lake Mwenyezi Mungu anapotaka jambo, an yakula lahu, ni kuliambia jambo hilo kun, kuwa, fayakuna huwa basi. Wabakia naw'un rabi'un. Ndugu Waislamu, hapa inabaki aina ya 4 sasa, ndo iloleta matatizo. Haikuleta matatizo aina ya mwanzo wala ya pili wala ya tatu, hagombani kabisa watu, hana mushkil. Lakini fitna imekuja katika aina ya 4. Mamilioni ya viumbe wamepotea sana katika aina ya 4. Bakia naw'un rabi'un, imebaki aina ya 4, wa huwa almasihu, na aina hii ya 4 kwa hakika ni mtakasifu Isa ibn Maryam. Wa huwa, yeye Nabii Isa, min ummin, ni kutokana na kiumbe mama tu, walaysa lahu abun, hana baba yeye. Ati hapa binadamu ndo ameona kwamba atakuwa mwanawe Mungu. Kwa nini Hawa useme hivyo? Kwa nini Adamu useme hivyo? Na kwa nini viumbe ambao ni mimi na wewe, tunaye baba tunaye mama, kwa nini vile vile wasiwe kuingizwa kule vile vile? Ni kwamba hapa pana vurugu maalum, vurugu ambayo imekusudia vibaya sana katika Mwenyezi Mungu, na kukusudia kuharibia watu itikadi yao. Laisa lahu abun, kwa nini? Litakmula namadhij, ili ikamilike mifano almuujiza, mifano ya muujiza. Miujiza ya binadamu ni 4 bwana, si mmoja peke yake. Kwa nini mkaganda katika muujiza mmoja tu, ikawa mpotea hapo? Miujiza ni 4 kwa viumbe, kwa nini hamkubabaika katika mingine 3? Walidhalika, na kwa ajili hiyo, lamma hamalat Maryamu bibniha, wakati alipochukua mimba Maryam ya mwanawe Isa. Na jambo lenye ni gumu sana, ambalo watu limewabaisha sana hilo, ati mama yupo baba hakuna. Wajaat bihi, akaja naye bi Maryam mwanawe huyo, ila qaumiha, kwa watu wake. Tahmilu, kambeba mtoto, kachukua mimba mtoto kwa mtumoni. Kufika katika mitaa, saalahu Yusufu Najjaru,
akamuuliza mtu mmoja aitwa Yusuf huyu Yusuf Najaru anakuwa ni bin ami yake huyu Maryam. Alikuwa mchamgu sana, na ikitegemewa kama sikadhia hii ilimtokezea, itegemewa ni kupangwa uchumba pale. Wakana alikuwa Yusuf huyu abidan muaddaban, ni mwenye kuabudu tena mwenye adabu kubwa sana. Alikuwa yuko top katika ibada. Min ubadi bani Israil, ni katika wafanya ibada katika watoto wa Israeli. Yusufu akashtuka kumuona Maryam kabeba mimba, hali ya kuwa anaelewa kwamba wazee wao wamepangia kwamba uchumba. Mwenzake kishamuona kwamba mambo shaharibika na hakuolewa. Qala laha, Yusuf huyu An-Najjar akamwambia Maryam, ya Maryam, huko ukiwa ana heshima zote, adabu zote, lakini jambo limemkaa katika moyo na kuna maradhi yanakuja kama kulisema, gonjwa la moyo hilo. Labda siku moja mtu apate nafasi ampate mtu mwandani wake amharithie, bwana na hivi, lakini atasakilika mtu huyo, tena hatari kubwa sana mpaka atapolisema. Sasa kamwambia leo, ya Maryam, Maryam ibnata al-ammi, ewe mtoto wa mama yangu, inna fi nafsi sualan, hakika katika nafsi yangu na suali. Nitakuuliza nyuma mdo, tankuulize. Qalat lahu, Maryam akamwambia, wama huwa ya Yusuf, swala gani hilo, niulize na huru. Qala laha, na Yusuf akamwambia, bilisanil adabi, kwa lugha ya adabu, wal khuluqi, na lugha ya tabia nzuri, sio ile ambayo wamaitumia Mayahudi ya kwamba mbona hivi Maryam, ma kana abuki mar'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Lugha mbaya sana hiyo, amtukana. Hakuwa baba yako ni mtu ambaye mbaya, na mama yako vile vile hatumuelewi kama alikuwa mwanamke asharati wa zinaa. Wewe ni katika nyumba ya watu Ali Imran, wewe bwana, utatuleteaje habari kama hizi? Lakini huyu Yusuf An-Najjar alianza kwa polepole kabisa, na suala nataka nikuulize na naumia na nipatabu sana. Akamwambia, lipi liulize? Qala laha, akamwambia, bilisan adabi wal khuluq, kwa lugha ya adabu nzuri na tabia nzuri. Akamwambia kwa fumbo, swala langu mimi ni ayambutu zar'un biduni ma'in, hivi unaweza ukachipua na ukaota mmea bila ya maji? Tafadhali nisaidie. Kapiga mbali kweli kweli, hakutaka mtukana wala hakutaka fikiri vibaya. Nipe sababu, nipe jawabu. Ayambutu zar'un biduni ma'in, unaweza ukakua, ukachipua, ukaota mmea bila ya maji? Yaani hakuna mume aliyekuoa, vipi sasa hivi kumechepua kitu tumboni kwako, hakuna maji ambayo yameingia tumboni? Tunavyoelewa mtoto anapatikana kwa maji ya mwanamme, maji hayo yatanganyike na mwanamke, halafu hapo mrokaumbwa kiume, hakuna maajabu hapo. Anamuuliza, ayambutu zar'un biduni ma'in, hivi kweli Maryam unaweza kuota mmea bila ya maji? La ilaha illa Allah. Kapiga mbali sana. Faqala lahu, bi Maryam alikuwa mwanamke shupavu bwana, sio mchezo. Ndio maana hakukamilika wanawake ila wane tu, hakutetereka hapo, hakuyumba, hakubabaika hapo. Qalat lahu, akamjibu akamwambia, ya Yusuf, man alladhi khalaqa az-zar'a, Yusuf wewe, nani kaumba mmea? Qala laha, hana jawabu isipokuwa nikubali. Allah. Akamwambia, mmea ameumba yule mwenye jina Allah peke yake. Maryam akatulia, una hakika hivyo? Kama naam. Qalat, akamwongeza tena akamwambia, man alladhi khalaqa al-ma'a, nani kaumba maji? Qala, akamjibu Yusuf, Allah, Mwenyezi Mungu. Akamwambia, shabash, tunakwenda sasa katika lengo shabaha yetu.
tena mani alladhi, nani yule ambaye khalaqa az-zar'a muhtajan ila al-ma'i, ameumba mmea akaufanya uhitajie maji ndio upate uhai wake. Nani huyo? Si kama kasukuma tu popote pale hivi, kitu tu ameufanya mmea uhitajie maji, na kaumba vitu vingine mbalimbali hataki maji, vipo tu, lakini akafanya mmea kama binadamu alivyo, lazima apate maji, na haukui mmea bila maji. Man alladhi khalaqa az-zar'a muhtajan ila al-ma'i, nani kaumba mmea unahitajia maji? Qala laha, Yusuf akamjibu Allah, Mwenyezi Mungu. Hapo sasa qalat lahu, Maryam akapata jambo rasmi, akamwambia sasa swala lako ulishapata fumbuzi. Innal ladhi khalaqa az-zar'a wal ma'a, hakika mwenye uwezo wa kuumba mmea na maji, qadirun, huyo ana uwezo ala an yakhluqa az-zar'a biduni ma'in, ana uwezo wa kuumba mmea bila ya maji. Kaida hii kwa hakika Waislamu wanataka Qur'ani waifahamu vizuri, tena wajue maarifatullah, wawe tayari kufikisha ujumbe huu kwa watu ambao wamepotea sana. Mambo haya kama watayatupa pahala kwa mtu ambaye ni msomi, pengine kamaliza form 4, graduate, ameingia chuo kikuu, anategemewa katika nyadhifa mbalimbali, ni kwamba kadanganywa na elimu yake. Tukwaje? Tumia nuru yako ulionayo. Mola wako ni nuru, kitabu chako ni nuru, na mtume wako vile vile nuru. Hebu tumia nuru hizo tatu kumfahamisha mtu kweli huu, atabaki hapa kadua. Punde hivi leo baada ya swala ya dhuhuri, amekuja mwanafunzi wangu mmoja wa kike, ananiletea mtu mwanamume ambaye kanambia kipindi cha nyuma kwamba kuna mtu karitadi na ndoa yao, ananiambia kwamba ikoje. Nikamwambia haiwezekani, siku mtu alipoacha Uislamu na ndoa pale pale na katika pale pale, na mirathi ina katika pale pale, haiwezekani kurithiana watu wa mila mbili. Leo kaja naye mtu mwanamume ambaye katadi, lakini kaja naye ni katika namna ambayo si ya upinzani. Kaja naye ni kwamba amekwishaona dalili na hoja za kumtosheleza. Leo kaja naye kwamba anataka kurejea katika dini asili, na lakini pako pahala pamoja kidogo alipungua imani. Kilichomfanya arejee, ananambia ni mama yangu. Mama yangu amenambia labda hukutoka tumboni mwangu, lakini kama wewe nimekuzaa mimi, unaacha Uislamu, unaniaibisha, unakwenda katika dini hiyo, kwa hakika wewe si mwanangu tena, mtafute mzee wako mwingine. Anasema hili limempata kweli kweli. Nikamwambia dogo sana hilo, ilikuwa wewe uumie kwa Mwenyezi Mungu zaidi aliyemumba huyo mama yako, ingawa radha mama yako vile vile ndo za Mwenyezi Mungu vile vile, lakini kwanza ilikuwa uone masikitiko yako ni kwamba umemkera Mwenyezi Mungu. Tukazungumza pale, akaeleza ukweli ulivyo. Nikamwambia maka anauliza nifanye nini mimi mpaka Mwenyezi Mungu anipokee? Nifanye nini mimi mpaka yalipita na mama yangu anipokee vile vile? Nikamuonyesha taubatan nasuha na sheria zake, usije ukafanya mchezo tena, na kama kuna maji ya ubatizo ushabatizwa, waeleze watu kinagabaga, usiwaogope. Na kama kuna pesa unazipata sasa hivi zisamehe, Mwenyezi Mungu atakupa marudufu kuanzia hapa duniani na kesho akhera. Kimya anasikiliza. Nikamfahamisha toba ilivyo na suha. Nikamwambia kwanza sasa hivi ng'oka katika uovu ulionao. Kung'oka kwake ni kwamba unatoka, usibakie kwamba kanisani unakwenda na hivi na kuna vitu vya watu unaviheshimu, wamekupa vitu vya, ni kwamba ng'oka kama unavyong'oa mti na mizizi yake.
La pili ni kwamba ujute kwa kutoka kwako katika Uislamu, ikupitie kwa majuto mno, majuto ambayo kila ukilia unaona hujalia bado. La tatu, utie azma kwamba utarejea tena, ni kwamba imepatikana hata wakati wa mtume watu kurtadi bwana, waliporejea kwa Mwenyezi Mungu alafu watu wakaamini vizuri, mpaka Mwenyezi Mungu mtu siku moja anasalisha watu waamini vizuri, kartadi huyu. Siku moja anasalisha, Mungu akataka waonyeshe kwamba huyu bwana nimempokea, kasalisha, anatoa salamu pande moja, Mwenyezi Mungu amechukua roho pale pale, upande wa pili hakuja pale, assalamu alaikum wa rahmatullah pale pale. Ina maana hafi mtu kwenye sala, isipokuwa kuna siri kubwa sana, karejea na Mungu ampokea. Hakadha namwambia utie azma katika moyo wako, ni kwamba hawatakuchezea watu. Akanambia mimi hapa nilipo sasa nichezee mtu, na kila hoja na dalili, sio maskhara. Na najuta, kisha najuta ni kwamba nimefisidika. Kwa hivyo sasa hivi mimi nataka kurejea kwa mama yangu nyumbani, nikamuonyeshe ya kwamba mimi narejea huko, sijui kama nitakupokea, kama nitakupokea. Nikampa kisa chengine ambacho kwangu mimi kimekuja, ya mtoto mdogo kuliko yeye. Huyo mtu mzima ambaye kaja leo, kaja mdogo mwingine zaidi, yeye kaja na ushindani, anashindana, ana argument za kutosha. Tukampa vipande vya aya pale, kuanzia kwenye Biblia na kwenye Qur'ani, ikabidi kasaidenda, akakabaki kimya. Mamake mzazi kaja nyumbani kwangu, analia machozi, mtu takata kumuona mwanawe, lakini mtoto kaja hajakuwa na ana kitu ambacho nikishindwa mimi leo itabidi kweli nisilimu. Kaja mguu ndani mguu nje, kaja na pande mbili za kanga tayari standby, katia kwa pani, tukachuana pale katika hoja, ikabidi tumemwangusha sana tena, tumangusha ambacho ni fedha kubwa. Mama mtu pale dogo uso wake ulinawiri kuona mama nawe hawezi kujibu hoja tena, kesha kabisa kabisa. Nikamwambia sasa unangojea nini wewe, nikurejea sasa hivi katika asili. Sasa huna hoja tena, na wewe umesema kabla ya mpambano wetu kama utashindwa ni kwamba utasilimu. Sasa unangojea nini? Akanambia ya kwamba nimetamka kweli mambo hayo. Sasa hapa mbele ya mama yako mzazi huyu, basi pale pale kijana akapiga magoti kweli kibla, nikamtamkisha shahada mbili pale pale. Mama mtu nikamwambia mama mtu mpokee, usimkasirikie. Haya yametokezea kwa watu wengine mbalimbali. Huyu kadanganywa, kadhubaishwa na watu vijana wajanja, ni kwamba wanaifanya kazi hiyo sana watu sasa hivi hapa, hasa hapa Unguja ndo palipokusudiwa zaidi. Hapa pana springboard ya Uislamu hapa, tangu na tangu hapa Unguja hapa. Pakiwezekana hapa kufisidiwa hapa, ni kwamba sehemu nyingi ya Afrika itapotea, lakini hapa mambo yako hapa. Hapa mwanachuoni wake hapa anatupwa macho mara 10 na dunia. Yani Mzanzibari akitaka kuiga Kiingereza umchukui, anapoza Kiingereza hasa. Na Mzanzibari kama atataka kuiga Kiarabu umchukui. Ni kwamba Mwenyezi Mungu amempa kipaji hicho, na kama atakuwa ni mwanachuoni basi naam, lazima dunia ibaki kwamba imeshindwa. Ndio Zanzibar ilivyo hiyo. Sasa hapa ni pale ambapo watu wamepotumia macho sana, sasa hivi atakuparibu sana hapa. Sasa kijana wa leo nikamwambia kwa hakika usiogope, mama yako atakupokea. Akanambia nakwenda zangu na nitakuja tena, na ndoa yangu nitaporejea kuposa upya kwa upya, na mtaka mke wangu yule yule, na wewe utakuwa ni muozeshaji wangu. Nikamwambia naam, amekubali, nitaozesha. Lakini sasa akanambia seni kwanza kwa mamangu Tabora Unyamwezini huko, nataka leo niwe safi mimi. Nikamwambia marhaba, barabara, nikiondoka hapa niwe safi. Nikamwambia nipe mkono. Akatoa mkono, nikampa shahada mbili, nikamfasiria binafsi, amini usiamini, alikuwa Muislamu huyo, ni kwamba lafzi ya Kiislamu ishapotea.
haipo. Sema ashhadu an la ilaha illa Allah, anambia ashhadu an la ilaha hapati Allah, hapati. Kesha fisidika. Kama kuna maji ya ubatizo kapata, ni kwamba kafisidika. Ikabidi namfasiria pale kwa Kiswahili, nikamtamkisha shahada namba 3, kisha nikamwambia sasa hivi ishakuwa safi, kakoge. Wewe ulikuwa huwezi kuondoa janaba kabla ya kusilimu kwako, ushapotea ulikuwa. Leo utakuwa safi leo, na adhuri hii ya leo ukaisali kitoka hapa. Na kusali najua wewe. Akanambia wallahi labda niiname nikiinuka. Kuinama na kuinuka nitainama sana. Hapa nilipo amini siamini, Qur'an sijui tena. Na nilikuwa nasoma mimi Qur'an. Kesha fisidiwa. Nikamwambia si kitu kama utakusudia. Kweli kweli katika jambo hili ni kwamba utaweza kuwapita watu sasa hivi. Kuna Waislamu leo utawapita. Wabaki Islam kanzu tu. Usivunjike moyo. Ni kwamba sasa hivi leo hii ni kwamba nenda kakoge uswali kuanzia dhuhuri, na kesho ni kwamba unakuwa na saumu kesho. Muislamu wewe. Kwa hivyo miadi yetu ni kwamba kesho jamaa tamka Muislamu kesho. Hakika. Na ni kwamba hoja hizi kama utaweza kuzizidisha akili barabara, maarifatullah ukawa nayo, na ukajua Qur'ani nini hasa lengo lake na inazungumza nini, unaweza kuja kuwarejesha watu chungu nzima katika dini asili, hali ya kuwa wamepoteza sana. Wengine hawakutumia akili tu, wengine nguvu lazima tu, na wengine umasikini unaofa tu basi. Wengine hawana hivyo, unaofa tu basi. Kwa hivyo chukua darasa hii na uweze kuifanyia kazi barabara. Naam. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anataka atutulize viumbe sote, ya kwamba muujiza wake wa kuumba binadamu ameumba namna 4, na yote ni muujiza. Kwa nini watu wanababaika katika jambo moja tu? Wameacha jambo la baba na mama, muujiza peke yake huo. Wanaacha jambo la kuwa na baba peke yake hana mama, na wanaacha jambo la kuwa na mama peke yake hana baba. Kwa nini mmegana pamoja tu? Basi Mwenyezi Mungu anataka fahamio vile vile. Bibi Maryam binti Imran akammalizia Yusuf masuala yake kumwambia ni kwamba innal ladhi khalaqa az-zar'a wal ma'a, yule ambaye kaumba mmea na maji, qadirun, yeye ni mwenye uwezo, ala an yakhluqa az-zar'a, juu ya kuumba mmea biduni ma'in, bila ya maji. Hana sababu huyo, kikiwepo atafanya, kisipo atafanya. Wallahi alladhi, na naapa kwa Mwenyezi Mungu ambaye la ilaha ghairuhu, hakuna mwabudu mwingine isipokuwa yeye. Inna Allah ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu, idha arada shay'an, anapokusudia jambo, fala shay'un yu'jizu al-qudrata, hakutakuwa na chochote ambacho kitazuia uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mahma kana min al-mu'dalati, hata kama ni ugumu mkubwa mno, hakija kilini kwa Mwenyezi Mungu, sahau kabisa, akitakacho atafanya tu basi. Hata kama unajiona sasa hivi katika hali ambayo huna njia kupona, maradhi yako lonayo umekwisha, unangojea mauti tu, ni kwamba hapana, akitaka Mwenyezi Mungu utainuka. Na kama mtu kwa hakika anajiona sasa hivi kwa utajiri alionao hateremki tena chini, ni kwamba Mungu kitaka ni kufumba na kufumbua, atateremka. Aogope sana hilo. Amma limadha lam yasrahi alquranu, ama swala hili kwa nini haikuweka wazi Qur'ani bismi imra'atin, jina la mwanamke, illa Maryam, isipokuwa Maryam peke yake, wahdaha, peke yake. Kwa hakika hili innal Qur'ana al-karima, jawabu yake